Yes, michuano ya kombe la vilabu la dunia Club World Cup inaanza siku ya leo, usiku wa leo, Jumamosi kuamkia Jumapili. Inter Miami ya Marekani wanakutana na Al Ahly ya Afrika, Al Ahly kutoka Misri. Sasa michuano hii ni ya kwanza ya aina yake kwa sababu inahusisha timu 32. Kwa mara ya kwanza tunaenda kuwa na michuano yenye timu nyingi 32 kwa upande wa vilabu. Sasa wazo hili lilikuja mwaka 2017 katika kikao cha FIFA. Council ya FIFA ilipofanya kikao ikaamua kwamba mwaka 2020 ndo kombe hili lifanyike kwa mara ya kwanza na China iwe mwenyeji. Lakini ilipofika mwaka 2020 kama unakumbuka, kulikuwa na lile janga la COVID-19 uviko 19. Kwa michuano haikuweza kufanyika nchini China, michuano ikahamishwa, na mwaka 2023 FIFA ilipokaa kikao, michuano ikahamishiwa nchini Marekani, kwamba Marekani ingekuwa mwenyeji wa michuano hii ya mwaka 2025 ikiwa ni michuano ya kwanza ya aina yake. Sasa michuano hii inahusisha timu 32. Hizo timu zimepatikana vipi katika kushiriki hii michuano? Kwanza, mashirikisho ya soka duniani, shirikisho la soka Ulaya UEFA limepewa nafasi 12 na kuingiza timu 12 katika hii michuano. Alafu shirikisho la soka la Afrika CAF, shirikisho la soka la Asia na shirikisho la soka la Amerika ya Kaskazini tunaita CONMEBOL, hapa CONCACAF samani. CONCACAF ambalo ni Amerika ya Kaskazini pamoja na Amerika ya Kati pamoja na visiwa vya Caribbean, wao wamepewa nafasi 4 kila mmoja. Lakini shirikisho la soka la Amerika ya Kusini, hapa nazungumzia CONMEBOL, hawa wamepewa nafasi 6. Lakini shirikisho la soka la Oceania, hivi ni visiwa ambavyo vinaunganisha vile visiwa vidogo vidogo, ni nchi ndogo ndogo. Sasa shirikisho lao limepewa nafasi 1, na wakati katika nchi mwenyeji ambaye ni Marekani naye amepewa nafasi 1. Sasa basi kwa upande wa UEFA tunajua ni shirikisho la soka barani Ulaya. Wao of course kigezo kikubwa kimetumika kuangalia performance ya hizi timu kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024, kipindi cha hiyo miaka 4. Kwa UEFA, shirikisho la soka la Ulaya, wao watawakilishwa na timu kama Inter Milan ambaye anaingia kutokana na kwenye ile ranking ya UEFA, yupo nafasi za juu. Kutakuwa na timu kama Benfica, kutakuwa na timu kama FC Porto, kutakuwa na hata na Red Bull Salzburg ambao wameingia kutokana na nafasi zao kwenye ile ranking ndani ya misimu 4. Lakini kwa upande wa mabingwa, wamechukua pia mabingwa wa UEFA katika ile misimu 4. Hapa tunamzungumzia Chelsea, bingwa wa mwaka 2021, tunamzungumzia Real Madrid, bingwa pia, tunamzungumzia Manchester City, bingwa wa mwaka 2023. Kwa mabingwa wapo katika michuano. Wameweka pia wale walioko katika ranking za juu pia, vilabu vingi. Atletico de Madrid kutoka Hispania nao ipo kutokana na ile ranking ya kule kwao. Lakini kwa hiyo jumla wamekuja wametimiza timu 12 kwa upande wa UEFA. Kwa upande wetu CAF Afrika, shirikisho la soka Afrika, Afrika itawakilishwa na Wydad Casablanca, itawakilishwa na Al Ahly, itawakilishwa na Mamelodi Sundowns, itawakilishwa na Esperance de Tunis ya Tunisia. Sasa Al Ahly anaingia kama bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2021. Alafu Wydad Casablanca anaenda kushiriki kutokana na ubingwa wake aliochukua mwaka 2022. Alafu tunakuja kwa Esperance de Tunis, yeye anaingia kutokana na ile ranking ya ndani ya misimu 4 kuanzia 2021 mpaka 2024, yeye yuko juu. Bila kumsahau Mamelodi Sundowns naye anaingia kutokana na ile ranking, yeye yuko juu zaidi ya timu zingine. Kwa Afrika tumepewa nafasi 4 na hizo timu 4 ndizo ambazo zitatuwakilisha, bila kumsahau mshambuliaji kutoka Tanzania Selemani Mwalimu, yeye yuko pale Wydad Casablanca, ndiye Tanzania pekee atakayekuwa katika michuano hii. Tukija kwa upande wa Amerika ya Kusini, shirikisho la soka la CONMEBOL, wao wamepewa nafasi 6 kuingiza timu 6. Hapo tunazungumzia timu kama Flamengo ambaye alikuwa ni bingwa mwaka 2022, bingwa ile Champions League ya kule Amerika ya Kusini. Tunazungumzia timu kama Fluminense kutoka Rio de Janeiro pale ambao nao walikuwa mabingwa mwaka 2023. Tunazungumzia timu kama Botafogo itashiriki. Tunazungumzia timu kama
Boca Juniors na River Plate kutoka nchini Argentina. Sasa Boca na River Plate hizi ni timu ambazo ziko juu kwenye rankings na zinawakilisha nchi ya Argentina. Zinatoka katika jiji la Buenos Aires kutoka nchini Argentina. Kwa hiyo hizo ndo timu ambazo zitawakilisha kwa ukanda wa Amerika ya Kusini, ile shirikisho la CONMEBOL. Tukija Asia itawakilishwa na timu kama Al Hilal ya nchini Saudi Arabia inayoshiriki Saudi Pro League, timu ya zamani ya Neymar, timu ya mastaa mbalimbali duniani. Wao walichukua ubingwa wa Asia mwaka 2021. Itawakilishwa na timu kama Urawa Red Diamonds. Urawa Red Diamonds wao wanatokea nchini Japan. Itawakilishwa na timu kama Al Ain. Al Ain walichukua ubingwa wa Champions League ya Asia mwaka 2023. Kwa hiyo timu jumla ya timu katika ukanda Asia ziko 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, yupo Al Hilal, ipo na timu moja kutoka nchini Korea. Sasa basi tunamalizia na ukanda wa Oceania. Ukanda wa Oceania hivi nimekwambia ni visiwa ambavyo vipo nchi ndogo ndogo za visiwa, ambayo katika hili shirikisho la Oceania nchi kubwa ni nchi ya New Zealand. Sasa New Zealand yenyewe imetoa timu ya Auckland. Auckland ni kutokana kwamba wameangalia katika ile ranking ya zile timu katika hivi visiwa kama Vanuatu, visiwa vidogo vidogo ambavyo vina idadi ndogo ya watu. Kwa Auckland FC kutoka nchini New Zealand ndio ambayo itawakilisha upande wa Oceania. Sasa basi michuano ya mwaka huu itafanyika katika miji 11 ndani ya nchi ya Marekani. Ikihusisha viwanja 12 tofauti ndani ya nchi hii mashuhuri kabisa duniani. Michuano ya safari hii ikitoka ya mwaka 2025, michuano ifuatayo itafanyika mwaka 2029. Kwa hiyo utaratibu utakuwa ni kila baada ya miaka 4 ndipo ambapo michuano ya klabu bingwa ya dunia itafanyika. Wameachana na mfumo wa zamani wa kucheza kila mwaka mwezi wa 12 michuano ya Club World Cup. Sasa hivi Club World Cup itakuwa inafanyika kila baada ya miaka 4 na itakuwa inafanyika mwezi wa 6. Mwezi wa 6 wa 7 kwenye kipindi cha kiangazi, badala ya mfumo ule wa zamani ambapo ilikuwa inafanyika katika mwezi wa 12. Bana, michuano hii inaanza usiku wa leo. Ahli pamoja na Inter Miami ya Lionel Messi wanachuana, na mechi inayofuata itakuwa Bayern Munich, nadhani watacheza siku ya Jumapili. Sasa endelea kufuatilia, hii ni Maleby TV, tutakuwa na updates mbalimbali kutoka katika hii michuano ya FIFA Club World Cup. Jina langu ni Gerald Fumbi, nyuma ya kamera yupo Maley San, Mr. Voxley. Hii ni Maleby TV.